Ramadhani, mwezi mtukufu ambao uliingia kwa utulivu lakini ukageuza maisha ya wengi. Mwezi ambao misikiti ilijaa, Qur'ani ikasikika katika kila kona na mikono ikanyanyuka mbinguni kuomba rehema na msamaha. Usiku ukawa na nuru ibada na mchana ukawa na saburi ya saumu. Lakini leo Ramadhani inaondoka. Ramadhani anatuaga polepole kama mgeni kipenzi anayefunga virago vyake baada ya kukaa nasi kwa muda mfupi. Swali linabaki ni hili: je, Ramadhani alikuwa nani kwako? Kwa baadhi ya watu Ramadhani ulikuwa mwezi wa ibada ya dhati. Masha Allah, walisimama usiku katika swala ya tarawehe, wakasoma Qur'ani kwa sauti ya unyenyekevu, wakatoa sadaka kwa wingi kwa wahitaji, na wakajitahidi kuacha maasi waliokuwa wamezoea. Lakini ukweli ulio wazi ni kwamba Ramadhani haikuja tu kwa ajili ya siku 30 ama 29. Ramadhani ni chuo, ni shule mafunzo ya roho na tabia. Ndani ya mwezi huu tulifundishwa saburi, tulifundishwa kujizuia, tulifundishwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata pale ambapo hakuna anayetuona. Sasa swali la kujiuliza ni hili: ni mafunzo gani umebeba kutoka katika chuo hiki cha Ramadhani? Je, umejifunza kuswali kwa wakati? Je, umejifunza kusoma Qur'ani kila siku? Je, umejifunza kuwasaidia masikini na wahitaji? Au Ramadhani kwako ulikuwa ni mwezi wa muda tu ambao ukipita kila kitu kinarejea kama mwanzo? Ndugu zangu, kuna jambo la kutafakari kwa kina. Mwaka uliopita Ramadhani kama hii ilifika, lakini leo hii kuna watu waliokuwa nasi katika Ramadhani iliyopita hawajafika Ramadhani hii. Walikuwa na ndoto, walikuwa na mipango, walikuwa wakisema mwaka ujao nitafanya ibada zaidi, lakini leo hii wako makaburini, wameshaondoka duniani. Wewe na mimi tumepewa nafasi hii ya kipekee kuifikia Ramadhani hii kwa rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swali: mimi na wewe ni hongo gani tumetoa kwa Mungu akatufanya kuwa hai leo na kuwafanya walioondoka duniani jana? Tuna uhakika wa kufikia Ramadhani ijayo? Hakuna mwenye uhakika huo. Ramadhani ana uhakika wa kurudi mwaka ujao. Mimi na wewe uhakika huo hatuna. Mwezi utaonekana tena angani, misikiti itafunguliwa tena kwa tarawehe, Qur'ani itasomwa tena kwa sauti tamu. Lakini swali ni hili: je, wewe utakuwa bado ungali hai kuipokea Ramadhani ijayo? Hili ndio fumbo la maisha. Ndiyo maana katika mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alionya kuhusu mtu ambaye Ramadhani itampitia kwake lakini hatosamehewa madhambi yake. Hii ni hadithi inayotetemesha moyo, kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa rehema, mwezi wa msamaha, mwezi ambao milango ya pepo hufunguliwa na milango ya moto hufungwa. Ikiwa mtu ndani ya mwezi huu hakupata msamaha, basi kweli huyo amepata hasara kubwa. Ndugu yangu, Ramadhani inatufundisha jambo moja kubwa: ibada si ya mwezi mmoja tu. Mwenyezi Mungu anayestahili kuabudiwa katika Ramadhani ndiye huyo huyo anayestahili kuabudiwa katika mwezi wa Shawwal, Dhulqada, Dhulhijja na miezi yote ya mwaka. Ikiwa uliweza kuswali katika Ramadhani, basi unaweza kuswali pia hata baada ya Ramadhani. Ikiwa uliweza kusoma Qur'ani katika Ramadhani, basi unaweza kuendelea nayo kila siku hata baada ya Ramadhani. Ikiwa uliweza kuacha maasi kwa siku 30, basi inawezekana kuyaacha hata milele. Hapo ndipo mafanikio ya Ramadhani yanapoonekana, sio katika siku zake tu, bali baada ya kuondoka kwake. Ramadhani basi asiwe kama upepo unapopita na kuacha kila kitu kama kilivyokuwa.